Ule mtu ni kwamba ameuawa, akaja akazikwa hapa, akazikwa akafunikwa na udongo. Na paka wale askari tulimuonesha, tukamwambia kwamba angalia na jinsi ilivyochimbwa na jembe. Mwili wa mtu ambaye jina lake halijafahamika umekutwa ukiwa umechimbiwa pembezoni mwa korongo lililopo katika kijiji cha Nado katika kata ya Muriet mkoani Arusha, huku wananchi wakipata taharuki baada ya kukuta mwili huo. Kwa majina naitwa John Kitumi, mwenyekiti wa mtaa wa Elwanyi mahali tukio ilipotokea. Kumetokea kwamba kuna mtu alionekana kwenye mtaro ambapo alionekana amefukiwa bila kujulikana kwamba ni mtu wa wapi na pia kujulikana amepata dhoruba ipi. Kwa hiyo alikuwa kwenye bonde la korongo pembeni na barabara. Kwa hiyo baada ya hapo ndio wananchi wakarundikana, na baada ya hapo polisi walikuja kumchukua na kumpeleka, nafikiri watakuwa wamempeleka mochwari, kwa sababu ilikuwa sisi tuongozane nao, ikawa gari ya polisi iliondoka. Inaonekana kama aliuawa sehemu nyingine alafu akaja kufukiwa hapa. Kwa design inaonyesha aliletwa kutoka sehemu nyingine tofauti. Hatuwezi kujua ni mbali au ni wapi. Itakapojulikana wenyewe ndio tutajua kwamba ametoka wapi. Kwa sababu yake ni kwamba hata pia ameshachubuka kiasi kwamba huwezi kujua kama kuna sehemu amepigwa, labda kwenye postmortem ndio anaweza kujulikana baadaye na daktari, kwa sababu maaskari wamempeleka eneo la hospitali ya Muriet kwa ajili ya uchunguzi wa kupigwa postmortem. Hatujaweza kubaini kwa sababu tumeikuta kama amefukiwa na udongo. Kwa hiyo tulichokiona tumeona tu kipande cha mwili, lakini baadaye alipofukuliwa polisi wamechukua. Nilichokiona amefukiwa kidogo na udongo. Sababu inaonekana kama ameweka pembeni ya korongo pale, kawa hiyo udongo kama wamegusa wakafukia, lakini sio kana kama imeletwa na maji. Jina mimi naitwa Joshua Mitalami Joseph. Mimi kero yangu, huyu mtu tumemkuta amefukiwa kwenye korongo, lakini baada ya maaskari kufika wakamtoa huyu mtu. Baada ya kumtoa huyu mtu wakasema kwamba nitakuwa tukaandika maelezo. Mwenyekiti wa mtaa tukaambiwa mimi na yeye pia tuende tukaandika maelezo. Gari ilikuwa imepaki pale mbele. Lakini baadaye kitu nilichoshangaa, baada ya maaskari kuingia kwenye gari, sisi tunatembea na mwenyekiti wa mtaa huko na kuandika maelezo kwamba mtu ameletwa na maji au ameletwa na nini au jinsi ilivyokaa. Wakaamsha gari wakakimbia wakatuacha. Tukaona kwamba vile hii hawa mapolisi pia ni madharau, kwa sababu kama sisi tunadharauliwa na tumekaa muda ule wote, si kwamba tumedharauliwa. Bao sisi bado tumeona kama tumedharauliwa. Kwa nini? Tumedharauliwa kwa sababu gani? Juzi tuliandamana hapa tukafunga barabara hapa. Na ndio maana serikali ikaja kweli ikaona kwamba vile tuna haki. Tukafungiwa barabara, lakini watu wa kwanza kufika siku ile tulifunga barabara ni mapolisi. Watu wa kwanza ni mapolisi, lakini leo mtu amekuja ameletwa amefukiwa kwenye korongo. Ambapo ile tulikuwa tunalalamikia. Mapolisi tukawapigia mapolisi simu. Hamna hata aliyekuja. Alikuja kuanzia saa 7, sasa hivi karibu saa 10 ndo ameenda kufika. Ule mtu ni kwamba ameuawa, akaja akazikwa hapa, akazikwa akafunikwa na udongo. Na paka wale askari tulimuonesha, tukamwambia kwamba angalia na jinsi ilivyochimbwa na jembe, akafukiwa. Kwa hiyo ile mvua kidogo ilipokuja kunyesha, ikaleta maji kidogo, ikamfungua miguu kidogo, ndio tukamuona. Ndio mtu ambaye alikuwa anafeka majani hapa, alikuwa anahamisha majani kuvusha ngambo hii kwenye hii korongo, maana sasa hivi hatuna njia ya kupita, ndiye akaona. Nicholas au Chura. Baba, kilichotokea tumekuta mtu korongoni hapa. Polisi wanakuja ghafla, wangu kwanza tumewapigia simu muda mrefu sana. Kwanza wanaonekana kwanza sasa hivi kuna dharau fulani hivi. Viongozi wenyewe ndo wanakuwa slow. Baba, kupigia simu watu wanakuja sasa hivi tokea sijui karibia saa 7. Niwekee vizuri. Sasa hivi ndo wanakuja ndugu wangu, tunamfukua mtu hivi hata mtu hatujamuangalia hivi kwamba nani labda na ndugu yake hapa. Mtu ametolewa tu, mimi namfukua kichwa hivi. Amelika tu hapa kidogo. Ule mtu ni kwamba angefunuliwa kidogo hivi ndugu wangu, hata sura yake ingejulikana kidogo. Lakini ni ameshushwa kwenye machela juu, ni kanga, wameondoka. Kwa majina naitwa Erikson. Kiukweli mtu kakutwa ameuawa. Na kwa jinsi anavyoonekana kauawa, kaletwa, kazikwa. Sasa kwa dalili za barabara, kwanza soma barabara ni kama makaburi tu. Kwa sababu mitaro, na juzi watu wamelalamika, wamesema wanarekebisha. Sasa kwa hivi mtu analetwa anafukiwa, afu unaambiwa ni barabara. Sasa hiyo itakuwa ni barabara? Kiukweli mtu kaletwa, kafukiwa, maana jembe kabisa mtu kavuta udongo kutoka juu kumfukia, na kilichomfukua ni maji ya asubuhi jana. Ni mwili mzima isipokuwa ameharibika usoni kutokana na ile kufukiwa. Kwa hiyo usoni kaharibika, kwa hiyo ukamtambua kwamba huyu ni nani, ila kiukweli kapigwa na kaletwa kauzikwa. Naitwa Jackson Agustino.
Unajua kwa picha ambayo inaonekana hapa ni kwamba ni dalili ambazo zinaonekana kabisa ni mtu ambaye ameuliwa kutoka sehemu ambayo haifahamiki na akaja kuwekwa mazingira haya, kwa sababu inaonyesha kabisa hata ule udongo aliofunikiwa umekatwa na jembe. Yaani jembe yenyewe inaonekana mahali ilipokuwa inakata. Hata wananchi wengine wameshuhudia hapa na inaonekana wazi zaidi shairi kabisa kwamba ni mtu ambaye ameuliwa kutoka eneo ambalo sio la sehemu hii. Hasa kinachonipa mimi wasiwasi na majibu ambao sitofahamu ni kwamba hata askari wamekuja, lakini yule mtu kwa sababu alivyokuwa amefunikwa inaonekana mvua kidogo ilionyesha, ilipitia tu udongo kidogo ukawa umepitia upande wa mgongoni kwake na kwenye kiuno, ndio vitu vilivyokuwa vinaonekana. Hasa watu kusimama hapa walikuwa wanatamani kujua kwamba huyu mtu ni wa pande hizi au ni wa sehemu gani, maana kila mtu ndio kichwa chake kimemweka hapa na kujua huyu mtu ni wa maeneo gani. Lakini askari wao wamekuja tu, bwana geuza mwili na kubeba mwili chapu. Tunahitaji watu kadhaa kubeba mwili, lakini katika eneo la tukio hawajaweza kufanya uchunguzi ambao unafanyaje unaohitajika. Mwili huo mpaka sasa hivi haijajulikana ni wa nani, lakini jeshi la polisi litakapopata taarifa zaidi litatoa taarifa kuhusiana na tukio hilo.